fupi alisahau kabisa kwamba msimamizi huyu alipokea fomu ya mgombea wetu na alimpa nakala, na nakala hii hapa na amegonga muhuri. Mgombea anaitwa Kilato Yunge Boniface. Sasa wao wameenda kuongeza herufi, kitu ambacho walifanya mwaka 2019 walikuwa wanaongeza herufi au namba. Kwa mfano mtu anaandika amezaliwa mwaka 1980, wanaongeza sifuri kule mbele, anakuwa amezaliwa mwaka 1900 mwaka 19 na wakaengu wanasema huo mwaka hujafika. Sasa mwaka huu form zimejazwa mbili. Sasa hii ni Kilosa, na haya ninayosema hapa tumearipoti TAMISEMI tangu asubuhi, wameahidi wanafuatilia. Hatujui kama watachukua hatua. Karagwe, wakati ninakuja hapa, wagombea wetu baada ya kufuatwa sana na kutakiwa wajitoe, juzi na jana walikuwa wanashughulishwa, wanahojiwa na maafisa uhamiaji kwamba wao ni raia au sio raia. Lakini leo wakati nakuja hapa nimeambiwa wameendelea kuwaengua. Hii ni baadhi ya mifano ya nchi nzima. Lakini tunaweza kuwa na namba kamili ni wangapi wameenguliwa mpaka kesho kutwa tarehe 10. So kanuni zinasema tarehe 8 ni siku ya uteuzi, tarehe 8, 9 na 10 ni siku za kuweka mapingamizi. Kwa hiyo namba bado ya kujua ni wangapi wameenguliwa, na kama nilivyowaambia yako maeneo mengi ambayo bado fomu hazijabandikwa. Kule Tarime kwenye kijiji mojawapo, katibu mwenezi wa CCM alikuwa anajaza fomu za wagombea leo nyumbani kwake. Watu wetu wamemkamata na nafikiri watakuwa wamemfikisha polisi. Kwa sijapata taarifa ni hatua gani wamemchukulia kule Tarime, na mnajua utaratibu wa watu wetu wa Tarime. Sasa basi, sababu ambazo wamesema, kwa mfano mwingine kule Momba, kata ya Nkangamo, wameengua wagombea wetu wakisema eti umri waliojaza kwenye fomu unatofautiana na umri waliojaza kwenye daftari la wakazi. Sasa tunashangaa sana. Tangu lini wasimamizi hawa wakatumia umri wa daftari la wakazi kama ndio umri sahihi wa mtu? Na waliokuwa wanaandikisha daftari la wakazi, mnakumbuka tulilalamika sana. Unaenda pale unamtajia, na watu maeneo mengi walikuwa wanakuambia saini. Una saini unaondoka, unamtajia umri, anaandika kwenye kidaftari pembeni, una saini unaondoka, yeye anakuja kujaza. Sasa watu wetu hawakujua alijaza umri gani kwenye hilo daftari la wakazi. Imeshatokea Momba, kata ya Nkangamo, kwamba umri aliojaza kwenye fomu unatofautiana na umri ulioko kwenye daftari la wakazi. Mambo ya hatari sana. Eneo lingine Kilosa nimeshasema, Kibamba hapa Dar es Salaam, wako wagombea wetu wameenguliwa. Sababu iliyowekwa eti ni kwamba hana kazi ya kumpatia kipato halali Dar es Salaam. Yaani ukiandika ni mjasiriamali, wanasema hiyo sio kazi ya kukupatia kipato halali Dar es Salaam. Sio walitaka watu wetu wadanganye waseme ni wakulima alafu waseme Dar es Salaam hakuna mashamba. Imetokea Kibamba. Ndugu zangu, tumewaita tuwaeleze haya machache, lakini pia tutasema hatua ambazo tunakwenda kuchukua. Sifa pekee ambazo zimeandikwa kwenye kanuni ya 15 kwa mgombea,
Sifa zilizoainishwa: moja, ni raia wa Tanzania; B, ana umri wa miaka 21 au zaidi; C, ana uwezo wa kusoma na kuandika Kiswahili au Kiingereza; D, ana shughuli halali ya kumwezesha kuishi; E, ni mkazi wa eneo la kitongoji, mtaa au kijiji husika; F, ni mwanachama wa chama cha siasa na amedhaminiwa na chama hicho; na G, ana akili timamu. Hizi ndio sifa ambazo tunategemea mtu wetu akienguliwa, msimamizi aseme amekosa sifa ipi kati ya hizi sifa ambazo zimeainishwa kwa mujibu wa kanuni. Sio hizi sifa nyingine za kutunga kwamba amekosa vigezo, afa waseme ni vigezo gani. Sasa hii ni mambo ya hatari sana, na tunarudishwa uchaguzi wa mwaka 2019. Mambo yalikuwa ni haya. Na mnakumbuka tulijitoa katika hatua kama hii ya uteuzi wa wagombea. Mwaka huu tumesema hatutajitoa, lakini hatutakubali kuendelea kuonewa. Itoshe, ifike mwisho sasa, angalau wao wajue kwamba Chadema tumechoka kuonewa. Tulivumilia nilipoanza zoezi la utengenezaji wa hizi kanuni, tukalalamika, hawakutusikiliza, tukavumilia. Likaja zoezi la kuteua maafisa uandikishaji wenye daftari la wakazi, wakachukua makada wa CCM, tukalalamika, hawakutusikiliza, tukavumilia. Wakaandikisha watu wasiokuwa na sifa, wanafunzi, tukavumilia, hawakutusikiliza. Tuna taarifa kwenye zoezi hili la uteuzi wa wagombea, maeneo ambako maafisa watendaji wa kata wamesimamia kanuni, wako walioshushwa vyeo. Na hapa nitawatajia: kule mkoa wa Rukwa, wilaya ya Sumbawanga, maafisa watendaji wa kata wameshushwa vyeo, na badala yake vyeo hivyo wakapewa makada wa CCM, akiwemo kiongozi mmoja wa UVCCM ambaye ameenda kushikilia kata inaitwa Chanji kule Sumbawanga. Kwa nini? Waliona kwamba afisa mtendaji anasema kanuni inanitaka nifanye hivi, ameshushwa cheo. Kwa hiyo kumekuwa na vitisho vingi hata kwa watendaji wa serikali. Kule wilaya ya Same, wagombea wetu walienguliwa, nafikiri mnakumbuka kama mliona mitandaoni, siku 3 baada ya kurejesha fomu, kinyume kabisa na kanuni. Tulipolalamika, mkurugenzi wa halmashauri akaandika barua na kusema amewarejesha wagombea wote. Na hii tafaa niwape tu hiyo mifano, kwa sababu itawasaidia na itasaidia taifa kuelewa tunapolalamika sio kwamba tunaishia tu kulalamika, bali ni mambo ambayo yametokea. Hii kule Same, kata nzima ilikuwa imeshaenguliwa kinyume kabisa na kanuni na utaratibu, lakini tulipopiga kelele, msimamizi wa uchaguzi ambaye ni mkurugenzi wa halmashauri akawarejesha. Hizi ni fomu ambazo zilishapigwa kwamba watu wote wameenguliwa Same, na tuliripoti tukio hili TAMISEMI. Kwa hiyo hili zoezi la kuengua halijaanza leo. Baadhi ya maeneo hawakusubiri hata kanuni inasema nini, walishaengua kabla hata ya siku ya kuruhusiwa kufanya hivyo. Sasa ndugu zangu, chama kinaelekeza nini
wanachama wake na viongozi. Moja, maeneo yote ambako fomu hazijabandikwa mpaka muda huu saa 8:30 tunaelekeza wagombea, viongozi wa chama na wanachama popote walipo waondoke waende kwenye ofisi za watendaji wa mitaa, vijiji na vitongoji, wasubiri hapo mpaka fomu zitakapobandikwa. Hapa ninatoa hii taarifa kwa vyombo vya habari, lakini kwa njia zetu za mfumo wa kichama tumeshaelekeza hivyo. Kule Shinyanga wameshakwenda, kule Sirari wameshakwenda, kule Tarime, Kahama wameshakwenda, kule Uliangulu, Mbeya wameshakwenda. Hapa tunapotoa hii taarifa, na Dar es Salaam kule Segerea wameshakwenda kwenye baadhi ya ofisi, kwa sababu kanuni ya 18 inawataka wasimamizi wabandike fomu za wagombea leo. Pili, walioenguliwa kinyume na kanuni wakate rufaa kwa mujibu wa kanuni ya 23, ila wakati wagombea wanaendelea na mchakato wa rufaa, wanachama na viongozi wetu wachukue hatua watakazoona zinafaa kulingana na mazingira yao. Kwa sababu kila mtu anaenguliwa kwenye eneo tofauti, sababu tofauti, mazingira tofauti. Kwa hiyo tunawataka wanachama, viongozi wachukue hatua, ikiwemo kuwataka watendaji wa kata, mitaa, vijiji na vitongoji wawaeleze sababu za kuengua wagombea wetu. Sasa hizi tunasema ni kulingana na mazingira yao, kwa sababu kila eneo watu wanaenguliwa kutokana na sababu ambazo wanaona wao kwamba ndio sababu za kuengua wagombea wetu.